waliowahi kujulikana kwa uvamizi wa mifugo uliogharimu maisha ya wengi, sasa vijana ambao ni watamaduni wa Moran katika kaunti ya Marsabit wanaandika historia mpya kama walinzi wakuu vile wa pundamilia adimu aina ya Grevy's, na ambao wako katika hatari kubwa ya kutoweka. Frida, wakiwa na simu za kisasa na mifumo ya GPS, wanapiga doria katika maeneo mapana ya malisho wakikusanya taarifa kuhusu maeneo wanaonekana pundamilia hao, vyanzo vya maji, hali ya malisho na uharibifu wa makazi yao kwa wakati halisi. Taarifa hizo zinaongoza maamuzi ya uhifadhi wa aina maalum ambayo imesalia na takriban pundamilia 3,000 pekee duniani, huku karibu 95% wakipatikana nchini Kenya. Tumpate Margaret Kimathi na taarifa hiyo. Asubuhi mapema katika mandhari yenye miamba ya Marsabit, kundi la vijana wa Moran wanaanza safari ya doria kwa miguu. Mikononi ni simu za kisasa badala ya mikuki, tayari kulinda pundamilia wa Grevy's katika eneo la Leisamis. Vijana hao wanagawanyika katika kanda 5 za ufuatiliaji wa wanyamapori. Tunamfuata Mangesia Linderi mwenye umri wa miaka 27 akivuka mabonde ya miamba na maeneo yenye vichaka vya miba ambayo magari hayawezi kufika kwa urahisi. People associate Morans with bad things, but having employment has made us not to have that one, because people lose life. They go do cattle rustling because that's what we are not known to, and we lose life. Now we are in the community. We say thank you to the community for giving us this job, and now we are part of the community, and also we are bringing peace as part of that. Baada ya kutembea kwa karibu saa moja, tunaona kundi la pundamilia wa Grevy's wakila kwa utulivu. Linderi anapunguza mwendo na kutuongoza kwa tahadhari ili kutowasumbua. Kila anapowaona, taarifa hukusanywa na kurekodiwa kwa umakini. Kilomita ambayo anaweza enda kwa siku inaweza kuwa ni kama 20. Lakini na average ya kawaida kwa kazi inakubalika kilomita 15 kwenda na kurudi. Mara mingi saa nyingine ninaenda mpaka inakuwa ni usiku kabla nirudi nyumbani. So idadi kubwa ya Grevy's ambao wameshaihesabu ni kama Grevy's kwa group. Baada ya kushinda nyanjani na kutembea kwa kilomita nyingi wakifuatilia pundamilia, Morani hao huketi hapa wakiwa na simu zao ili kujaza data ile katika mtambo maalum ili kufuatilia malisho na uzalishaji. Kwa kutumia alama za picha zilizo rahisi, vijana hawa wanarekodi maeneo wanakoonekana pundamilia hao kwa taratibu. Programu hiyo imeundwa kutumia alama za picha badala ya maandishi, hivyo kuwawezesha vijana hao kuitumia bila kujali kiwango chao cha elimu. Hii simu ambayo tuna select na data, tukifungua una start kwanza patrol, alafu bado ukiwa unatembea kwa field kutafuta wanyama, hiyo simu ndani kuna wanyama wengi ndani. Aina ya wanyama ile ambayo unapata una record kwa huko ndani. We started with 2 scouts who are the ladies, but now over time we realized that it is very hard for women to walk on these terrains alone. So that's now when we came with the program for the warriors, because warriors can walk on long distances. Mwishoni mwa miaka ya 1970 zaidi ya pundamilia 15,000 walienea katika eneo la pembe ya Afrika. Hata hivyo, kufuatia uharibifu wa makazi yao, kwa sasa wamebaki takriban 3,000 pekee duniani, huku karibu 95% wakipatikana nchini Kenya. For the last quarter we had like 3 poached Grevy's in the Isiolo region. Others poached just because of bushmeat. They just eat. The others maybe we suspect there's commercial businesses that are going on, because we found the meats of Grevy's being transported using the border or the motorbikes. These Grevy's, they move around, and we would like to know how far they are going, and if they are going to keep here, working with similar-minded organization that can work with us with a new program that we have connectivity. Margaret Kimathi,
NTV.